Yes, bana, mara baada dakika 90 kutamatika katika dimba la KMC Complex ambapo wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club wameibuka na ushindi wa 1-0 dhidi ya Singida Black Stars. Mchambuzi wa soka Tanzania Oscar Mzee wa Kaliua anasema ya kwamba Singida Black Stars wamenyimwa penalti 2, mwamuzi anacheka tu. Penalti ya kwanza Jonathan Thoa alichezewa mazambi na Shamuka Labu ndani ya eneo la 18 kwa maana penalty box, na ilikuwa ni penalti halali kwa Singida Black Stars kuweza kupewa mkwaju wa penalti, lakini mwamuzi Elisa C amesimamia maamuzi ya hovyo na kulingana na alivyotafsiri sheria 17 za mchezo na kuwanyima penalti halali Singida Black Stars. Na kuachana na tukio hilo la penalti, inaonekana kabisa waamuzi wameshindwa kumudu pressure za kutoka kwa timu mbili kubwa hapa Tanzania kwa maana ya Simba Sports Club na Young Africans, lakini matukio haya yameendelea kuwa ya hovyo zaidi inapocheza Simba Sports Club. Akisema Mzee wa Kaliua, leo Singida Black Stars wamenyimwa penalti halali 2, mwamuzi huku anacheka tu. Hatujui mwamuzi alitumwa, hatujui mwamuzi alikwenda kuchezesha akiwa tayari na matokeo yake mezani, au hatujui kwa nini mwamuzi aliamua kuwanyima Singida Black Stars hasa kwenye tukio la Jonathan Thoa, tukio ambalo ni la wazi kwamba ilikuwa ni clear penalty ambayo haikuhitaji maswali mara mbili kutoka kwa mwamuzi. Lakini tunajiuliza wakati tunatupa lawama kwa Elisa C kwamba mwamuzi kwa nini amewanyima penalty, jiulize line 1 au msaidizi mshika kibendera line 2 alikuwa wapi ambaye anapaswa kumsaidia mwamuzi anapofeli? Naye alikuwepo akitazama na kuwanyonga Singida Black Stars kwenye tukio la penalti. Na ndio maana Jonathan Thoa alimfuata na kumuuliza, "VP, mbona upo na umetazama tukio kwa uzuri zaidi, haujanyosha kibendera?" Kwa sababu mwamuzi anaweza kushawishika pia kutokana na maamuzi ya mwamuzi wa pembeni, kwa sababu yeye unakuta sometime ameona tukio kwa undani zaidi kuliko mwamuzi wa kati, lakini ameshindwa kumsaidia. Na toka mimi nimeanza kutazama ligi kwa NBC kwa msimu wa 2024-2025 sijawahi kuona mwamuzi wa pembeni akimsaidia mwamuzi wa kati kwamba bwana ile ilikuwa ni penalti au lile lilikuwa ni tukio ambalo linahitaji hivyo. Wapo zaidi kwenye matukio labda ya mtu kupewa kadi akiwa ametukana, wapo zaidi kwa kunyoosha mpira ukiwa umetoka nje, wapo zaidi kwa kunyoosha offside ambazo ni za wazi. Hizo ndo kazi zao, lakini kumsaidia mwamuzi wa kati kwamba kwenye matukio ambayo yanahitaji uamuzi mgumu zaidi wameshindwa kufanya hivyo. Kama umewahi kushuhudia mwamuzi wa katikati akimwelekeza mwamuzi wa pembeni akimwelekeza mwamuzi wa katikati kwamba lile labda ni tukio la penalti, basi unaweza ukatukumbusha ilikuwa ni mechi gani. Lakini waamuzi wetu wa pembeni hawana msaada kabisa na waamuzi wa kati, na ndio maana mwamuzi akiwa katikati anashindwa kutoa maamuzi kwa sababu hana msaada wa waamuzi wa pembeni, hawamsaidii chochote. Anapaswa kushawishika ili na yeye anapoenda kuandika ripoti kama atakuwa amekosea labda kutoa tukio lile kuwapa penalti, basi anaweza kawa na cha kujitetea kwamba mimi tulishauriana na mwenzangu alikuwa pembeni na alifanya hivyo, lakini waamuzi wetu hawajawahi kufanya hivyo. Hii ndio maana tunahitaji msaada wa VAR.